kuwa mbele yenu hapa. Kwa jina langu naitwa Joel Tumaini Mathias, ni katibu wa mtandao wa wanafunzi Chadema wa vyuo vikuu, vyuo vya kati na sekondari CHASO, yani Chadema Student Organization katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tumekuwa tukiyaona maovu mengi na maonevu mengi yakifanyika kutokana na sheria hii, lakini ningependa kulizungumzia moja hapa karibuni. Ndugu zetu wa vijana wa CCM inaitwa Senate ya vyuo vikuu, Senate umoja wa vijana CCM Senate ya vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam, wao waliandaa kambi maalum ya mafunzo ya uongozi kwa wanavyuo ambacho kilipangwa kufanyika tarehe 10 hadi tarehe 14 mwezi Machi, chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere campus ya Kivukoni. Na tangazo lenyewe linasomekana kama hivi. Naamini Watanzania wote mnaliona. Hii ndio ilikuwa tangazo la vijana wa UVCCM Senate ya vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam, ambao walikuwa wanategemea kufanya mafunzo ya uongozi kwa wanavyuo. Nikizingatia kama nilivyoeleza awali, by the way, hii direct ni shughuli ya kisiasa inafanywa, na imekuwa niseme tamaduni au hulka imekuwa ikifanywa katika vyuo vingi mkoa wa Dar es Salaam na hata nje ya Dar es Salaam. Hii imekuwa imetengeneza double standard, na wengine tulipotafuta labda loophole ya sisi kufanya, tumekuwa tukikatazwa. Na kwa kuzingatia na kuheshimu sheria hii, tukiomba pawe na usawa katika kutekeleza sheria hii, maana inatunyima uhuru na haki ya msingi sisi tuliokuwa vyama nje ya CCM, vijana wa ACT, vijana wa Chadema, CC, vijana wa CUF na vijana wa vyama vingine vyote. Imekuwa hii sheria ikitukandamiza, lakini sometime wao vijana wa VCC wamekuwa wana practice siasa. Sasa baada ya kupata taarifa hii ambayo nimeonyesha hapo awali ya tangazo hili ambalo lilitolewa na uongozi wa Senate ya vyuo vikuu, umoja wa UVCCM Senate ya vyuo vikuu, sisi tulikutana kama uongozi kuona tuna hili swala ambalo nipo kinyume na sheria ya vyuo vikuu, tunalisaidiaje? Maana ni kama haramu sasa, sio tangazo rasmi. Maana hili ni kinyume na sheria ya vyuo vikuu iliyotungwa mwaka 2008. Uongozi, ofisi ya katibu mkuu mtandao wa wanafunzi Chadema iliandika barua iliyoenda kwa mlezi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere campus ya Kivukoni, ambapo tukio hilo lilitarajiwa kufanyika kuanzia Machi 10 hadi 14, tukimuomba kuzuia tukio hili ambalo ni kinyume na sheria ya vyuo vikuu, lakini pia kuchukua hatua za kisheria kwa wale wote waliohusika katika kutengeneza uharamu huu. Na barua yetu tulifikisha kwa mlezi wa wanafunzi siku ya Jumatano, nafikiri Jumatano, Mheshimiwa afisa habari alifikisha pale kwa mlezi wa wanafunzi, yani Dean of Student wa chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere, kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere campus ya Kivukoni. Na barua yetu ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. Naamini mnaiona ndugu wa Tanzania. Hii ilikuwa tukimtaka mlezi wa wanafunzi, yani Dean of Student, kuchukua hatua za kisheria, lakini pia kuzuia tukio hili, maana ni kinyume cha sheria ya vyuo vikuu kama inavyoelezwa ibara ile 51 sheria ya mwaka 2008, lakini kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wote walioandaa tukio hili ambao ni kinyume kabisa kama nilivyoeleza na sheria za vyuo vikuu. Na majibu ya Dean of Student alivyopelekewa barua aliipokea, na Dean of Student wa chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere, kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, alitujibu kama ifuatavyo. Kutujibu kwa official letter, sio hivyo afisa habari, hakutujibu kwa official letter, lakini alitujibu kwa mdomo. Baada ya kumfikishia barua, akasema hatambui tukio hili. Na sisi tukasema kama hatambui,
maana kuna uongozi wa chuo, management nzima ya chuo, ile kuna director of history wa chuo, na maanisha watapata venue ya kufanyia hii shughuli zao. Afisa habari Dean of Student akamwelekeza afisa habari wetu wa Chaso aende ofisi ya mkuu wa chuo akatoe malalamiko haya. Bahati mbaya ama nzuri, afisa habari alipofika kule wetu wa Chaso alikuta mkuu wa chuo yupo, na baada wa wale waliokuwa katika ofisi ya mkuu wa chuo siku hiyo walimwambia afisa habari mkuu yupo nje, yupo kabisa eneo la kazi ndani ya almost wiki moja. Lakini tukasema sawa, kwa sababu tumeifikisha kwenye ofisi ya mkuu wa chuo, barua yetu tumeipokea. Sasa labda kama nimeelezea scenario kama ifuatavyo ya hili tukio zima, na yapo matukio mengi sana yamekuwa yakifanywa ambayo yanakiuka sheria hii ya vyuo vikuu ya kufanya shughuli za kisiasa mavioni. Mavio mengi Dar es Salaam, mengi ukienda, na tumekuwa tukiyapazia kelele kupitia kwenye social media, kuandika barua kama hivi, lakini hakuna hatua za kisheria ambazo zimekuwa zikichukuliwa la acha na uongozi wa chuo au na uongozi unaohusika mzima wa elimu, yani wizara ya elimu ikiongozwa na mzee wangu Profesa Adolf Mkenda. Haya matukio yamekuwa yakiwa consecutive, yakiwa yakifatana, na mwisho wa siku inatengeneza, kama nilivyosema awali, double standard. Kwa nini wenzetu wanafanya, sisi tukiomba hiyo nafasi, kama kwa nini hatupewi, hatufanye? Basi tukafikia hatua hadi hii leo tukawaita ndugu waandishi wa habari. Kwanza, kama awali tunivyoeleza, tunalikataza ili tulitambui kama vijana wasome, hatulitambui tangazo hili, na tumeandikia barua uongozi wa chuo cha Mwalimu Nyerere ambao tumesema tumeelekeza kwa mlezi wa wanafunzi, Dean of Student. Jina anaitwa Leons Martin Sarwat, ni mwenyekiti wa Chaso mkoa wa Dar es Salaam. Mengi yamezungumzwa, lakini nikazie hasa katika agenda namba 1. Agenda ambayo inasema kukemea ukiukwaji na sheria za upande moja juu ya siasa za vyuo. Kiukweli, endapo hiyo itafanyika, hiyo semina itafanyika tarehe 10 mpaka tarehe 14, mimi kama mwenyekiti wa Chaso mkoa wa Dar es Salaam nitakuja kugonga mlango ofisi ya TCU kama kweli wameruhusu upande moja kufanya siasa kwenye vyumba vya taasisi vya serikali. Hivyo tunaikemea sana kwa nguvu zote. Lakini tukikumbuka kwamba wanavyuo vyote, vyuo vya kati, vyuo vya juu na za chini, ni kwamba wako chini ya TAHLISO. Lakini mimi na wewe tujiulize, je, uongozi wa TAHLISO wanajua hili? Ina maana kama hawalijui, inakuaje hawa viongozi wa UVCCM wanapata mandate ya kuweza kutengeneza poster na kuonyesha kabisa na sehemu ambapo wanaenda kuifanyia kazi? Walipata wapi hii mamlaka? Hii kwa kweli inatuumiza sana kama vioni. Kuna changamoto nyingi sana, hasa TAHLISO wanaikalia chini. Kwa mfano, ilitokea yule kibinti ambacho alikuwa anasoma chuo cha mipango alipofanyiwa kitendo kibovu na mkuu wa wilaya, sijui mkuu wa mkoa, lakini pia hawakufanya ukemeaji na vitu vingi sana, hasa ile kipindi cha Akwelina hawakufanya kitu chochote. TAHLISO wakivumilia na kuweza kukaa, kwa sababu yani hatujui kwa nini wanakaa kimya. Haya mambo walikuwa hayaoni? Mimi na wewe hatujui. Lakini siku zote TAHLISO wakifanya kazi zao kama mwavuli wa CCM vioni,
wanaweza kusema kwamba tumefanya, lakini yao wameshayazungumza na kuweza na kuimarisha UVCCM katika vyanzo vyote vya chuo kikuu. Hii tunaikemea, na endapo TAHLISO hawatachukua hatua stahiki kwa hawa UVCCM ambao wameandaa hiyo event, ina maana pia tutawachukulia TAHLISO hatua kali, kwa sababu kama wao wanaliona na kulipuuzia, obviously wao wanabembeleza haya mambo yafanyike. Mambo ni mengi. Mwisho, kwa upande wa ukiukaji, narudia tena kwamba endapo itafanyika hiyo semina itafanyika tarehe 10 mpaka tarehe 14 chuo cha Mwalimu Nyerere, basi TCU mimi nitakuja kugonga mlango ofisini kwenu ili kuweza kuelezana kiundani zaidi. Je, siasa imeruhusiwa ndani kwenye maeneo ya vyuo vikuu? Kama imeruhusiwa, basi sisi tupige mluzi tuweze kuanza harakati zetu vyuo vikuu. Naomba niendelee katika misingi katika agenda tofauti. Kwa mwaka huu 2024, kauli mbiu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni no reform, no election. Niseme tu kwa upande wa vyuo vikuu kanda maalum ya Dar es Salaam, tumepokea kwa mikono miwili na tutazingatia itikadi zote ambazo au falsafa zote za chama, tutaipokea kwa mikono yote miwili. Wanasema sikio haliwezi kuzidi kichwa. Kwa hiyo wakubwa zetu wamesema, sisi ni nani tupinge? Kwa hiyo kwa vyuo vikuu tumepokea, na hii inakuwa ni agenda yetu mbele kwa mbele.